Nataka nizungumze ujumbe ambao yaweza kuwa mgumu, lakini kuna kitu nataka tuelewe. Si mgumu vile, kwa sababu tunahitaji kuelewa jinsi mambo yanavyofanya kazi katika ulimwengu wa asili na ulimwengu wa roho. Sasa hapa nataka kuzungumzia, maana mambo ya roho ya mwilini tunajua, lakini mambo ya roho ambayo ndipo chanzo cha kila jambo huanza. Unakuta ya kwamba Wakristo tunalemewa na safari ya kiroho kwa sababu ya ukosefu wa ufahamu. Nataka nizungumze kuhusu na ninataka mwele, kwa sababu mimi niko kwa deliverance na najua kwa muda mfupi sijaelewa kabisa mambo ya kiroho, kwa sababu ni mazito sana. Ulimwengu wa kiroho, usiwahi danganywa na mtu atakwambia kwamba now I 100% understand how spiritual world works. I'm telling you, we learn every day. Bwana Yesu asifiwe. And so I just nataka kuwapatia tu ufahamu katika yale maeneo, ili Wakristo tuache kupuuza mambo tunapoyaona. Na maana mengi sana huwa mnaona nikifuatilia vile vitu ambavyo mnavaa. Kwanza chain, pete, mavazi mengine mnavaa, vitu zingine mnajichola kwa mwili. Huwa mnaona sana nafuatilia hizo vitu, kwa sababu watu wengi hawafahamu maana ya hizo vitu, maana yake ni nini. Huenda pengine sitaweza kukuelezea vitu vyote kwa sababu ya muda, lakini ningependa tu siku moja nitafundisha ili niwaletee, niwaonyeshe symbols za hizi vitu vingine ambavyo mnavyovaa. Nimekuwa nikiombea watu hapa na wale ambao wamekuwa katika pengine ibada zile ambazo zimekuwa za ukombozi Fridays, na pia wakati wengine wakati wa Sundays. Unaona ya kwamba siku moja niliombea mtu mmoja, alikuwa ameenda katika mambo ya divination, na kule ambako alikuwa anaenda kwa mambo ya divination ungeweza kufikiria ni roho wa Mungu anaongea kupitia yeye. Wakati nilikuwa ninamuombea, wakasema ya kwamba kila roho ambayo iko ndani yake ni spirit ya divination, na wamemweka alama. So I will talk about seal and marks. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So nitaongea kuhusu mambo ya seal na mambo ya marks. So wakati nimeombea akasema kwamba, na ndio maana unaona mtu ako na divination manifestation huwa kwa mgongo. Akasema kwamba wote huwa wameweka alama ya X kwa mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Sitarudi katika maandiko, lakini katika wakati ningependa uende katika kitabu cha Leviticus chapter number 19, that you understand those people that wanaoabudu ama wanatumia hizo roho ambazo zinaitwa familiar spirits, huleta unajisi katika madhabahu ama katika Mungu. Na Mungu anasema kwamba yeyote ambaye atakuwa na hii roho, Mungu humkataa. So ile alama ambayo huwekwa ni ya kukataliwa. So that I came to get the revelation that anawekangwa alama kwa mgongo ya X. So wewe haumuoni, lakini hii roho ambayo imewekwa, kumbe nguvu zao hazitokangi katika roho, si katika roho, lakini kuna alama ambayo mtu yote ambaye akiingia kwa diviners huwekwa ile alama. So rejection na Mungu, kukataliwa na Mungu. So ile roho itaanza kukuandama, ni ile roho, na popote ambapo utakapokuwa wataweza kukumonitor, because now ndio maana nataka kuzungumzia hizi marks na hizi na seal, ili uelewe kwa nini huwa wanafuata kitu fulani. Nimeombea wengine hapa na mmekuwa hapa, mtu amewekwa alama, aliwekwa alama tattoo. Na ukisoma in the book of Leviticus chapter number 19 verses 28, Biblia inasema kwamba mtu yeyote asichorwe kwenye mwili ama kuwekwa alama zozote. Na ningependa unisomea maandiko, maana nitaanza hapo, ili ujue hizi alama watu wanaweka katika mili zinavutanga nini. Unawekwa alama ya nyota, unawekwa alama ya crescent, moon, unawekwa alama sijui ya star, unawekwa alama ya inaitwa cross, ambayo na chains zingine mnavalia chains na pete zingine. I wish I had printed that thing that you could be able to see. Mnafikiria ni msalaba ati umeweka, na mpaka wa mama mnaweka zinaitwa nini, earrings, ati ni msalaba. Lakini unakuta ile msalaba kuna jinsi ambavyo imewekwa msalaba, lakini hii inakaa hivi. Ingine msalaba pale juu isa novo, pale chini kama msalaba kafupi,
alafu unavalia nafikiri nika msalaba, nika design. They have meanings. And these are signs and the symbols ambazo shetani huzitumia sana, huzifuata. Because they belong to them. They belong to them. Mnachorwa katika mili, unawekwa tattoo, sijui kwa mkono, kwa kifua, kwa mgongo. Sijui kila mahali watu wanawekwa tattoo. Zingine naona wadada mnawekwa kwa miguu. But without understanding what are the meanings of these things. Na kwa nini Mungu akakataa kutoka mwanzo ya kwamba mwili wa mwanadamu usichorwe. Nisome maandiko in the book of Leviticus chapter number 19 verses 28. I want to talk about seal because I want you to understand what's the difference between a seal and a mark. Because seal belongs to God. Mark is a demonic symbol meaning loyalty or submission to the dark world. Na ndio maana huwa nafuata hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mliona mwingine nikiombea hapa ako na pete, alikuwa amevalia pete kwa kiatu kwa mguu, kidole kikubwa. Msichana. Kwa hivyo ukimwangalia kwa sababu amevalia viatu haujui ni nini. Wakati tulipambana naye ukauliza hii roho umetoa nguvu zenu, mmeweka nguvu zenu wapi? Kwa kidole cha mguu. Siniasha walimtoa hapa kumtoa kiatu. Kidole kile kikubwa kiko na ring, a very special ring. It has their symbols. So wanafuata kitu wanajua ni chao. Juzi wala nilikuwa hapa Sunday kama 3 zimepita, nilikuwa naombea mtu hapa. Nikauliza ile roho inasema kwamba kuna vitu wanafuata kwa sababu ni zao. Si mlikuwa hapa? Minister Dabiri. Manani tulikuwa na Joel. They are saying these things belongs to us. Ni marks zao, ni alama zao. Na watazifuata kwa sababu ni chao. For us Christians, we have only one symbol that brings us, all of us together, the cross. And the seal is in the blood of Jesus. We don't have any other symbols. Hizi zingine vitu zingine siza haziko. Haziko katika in our faith. Bwana Yesu asifiwe. We have only one. That's the cross. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana church yote utapata msalaba pale juu, kama hii tumeweka msalaba pale juu. It's a symbol. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amen. Nisome maandiko Leviticus chapter number 19. Walawi, mambo ya Walawi. Leviticus chapter number 19. Some verse 28. Yes, tuende moja kwa moja katika kitabu cha Walawi 19 mstari wa 28. Nasema hivi. Msichanje chale yoyote katika nyama ya mili yenu. Rudia tena mstari huo. Msichanje chale yoyote katika nyama ya mili yenu. Chale yoyote katika nyama ya mili yenu. Kwa ajili ya wafu. Kwa ajili ya wafu. Wala msiandike alama miilini yenu. Ama msiandike alama kwenye mili yenu. Mimi ndimi Bwana. Bas. So hii ni condition, ni amri ya Mungu. Tusiweke alama yoyote katika mili wala kuchanjwa katika mili. Bwana Yesu asifiwe. Najua kitambo hata katika Ukuyuni kuna ile mambo iko na chanjwa kwa mili. Na katakatwa sijui na katakatwa wapi. Na unawekwa vitu fulani. Lakini Biblia inakataa katika maeneo yale ya kuchanjwa kuchorwa alama yoyote katika mwili kwa njia yote ile. Na shetani anajua. Mungu amekataa. Kwa hivyo hizi alama zinapowekwa katika mwili maana yake ni gani? Inavuta nini katika maisha ya mtu? Bwana Yesu asifiwe. Wana walikuwa hapa Sunday, wanaweza kumbuka Sunday 2-3 zimepita. Wakati wa deliverance hapa nibaki hapa nikiombea mtu. Hilo inasema kwamba tunafuata vitu fulani kwa sababu ni alama zetu. So this mark, na tutasoma katika maandiko utasikia God has no mark. God uses seals. That's the difference. And that's why the Bible says in the book of Revelation, tasoma, utasikia kwamba and this mark is the mark of the beast. So he knows that he uses marks. He is allowed to use marks
alama fulani zinazoachilia. Roho zote ambazo shetani hutumia katika maisha ya mwanadamu zina mark fulani, zina symbol fulani. As we have the symbol of the Holy Spirit is a dove, water, oil, fire. Now in their spirits, katika roho zao, wale ambao mnaelewa katika mambo ya, wakati Mungu anapozungumzia katika mambo ya ndoto ni mfano wa vitu. Wanapo Mungu anapokuzungumzia maybe a certain gift, he may show you fruits, some kinds of fruits, some gift, manifestation of something. Shetani akona zake. Ndio maana mtu akona roho fulani, mtu ambaye amepagawa na roho ya morality, wale ambao mmetazama, kuna mahali ambapo huwa zinatolewa, kuna ile manifestation huwa anakonayo. Watu ambao wameingia katika mambo ya pornography, those things, utakapomfanyia deliverance, hiyo roho iko na manifestation na iko na sign yake. Bwana Yesu asifiwe. They have their marks, they have the sign. Every spirit ambayo shetani yako nayo iko na alama yake, iko na symbol yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vijana saa hizi unaona wanafanya hizi alama zijiza hizi, hata wanakuambia ati sijui ni maana yake. Unaona wanapost wanaweka tu kwa pisha. Ati ni wanasema ni nini? Niku? My friend, I'll come and give you the meaning of that. You'll be surprised. You come to understand it's a demonic sign. Juzi nimekuwa na kijana hapa, nilikuwa naombea, alikuwa ameingia katika drugs. Kuna mahali walikuwa naenda pande za Leri na huku. Wakati nilikuwa ninamwombea huyo kijana hapa, ile manifestation alikuwa nayo, hata ungependa watoto wakuwe pale. Na kule ambako hiyo roho ambako imewekwa hizo vitu za gayism and all those things. Every spirit ambao iko na manifestation hutoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasi hapa tunaingia katika mambo. Wengine wanafanya hizi na mimi naogopanga sana nikiona mtu anaweka hii alama. Because it has a meaning. It's a demonic sign. Praise the name of the living God. It is a mark of something and it attracts a certain spirit katika maisha ya yule mtu. We need to be very careful and to know kile ambacho tunachofanya kina maana gani. Kuna hii sebo na unaona, by the way, ukiangalia wachezaji ball na nini na wale ambao tunaita sijui nini, they have this symbol they use, and they use one eye, they close this one and they use this one, si ndio? The pyramid and all those things. Alafu kisha watu wanaweza kufikiria ati kwamba ni sign ya vijana wakipigwa picha ama wakifanya kile wanafanya, wanasema ni nini? Si ndio vijana? T-shirt zimechora hizo vitu. Ndio maana huwa unaona kiangalia sana, umevazi gani, T-shirt ni gani, imeandikwa nini, symbol ni gani, iko na mark yake gani. Kuna kijana mmoja alikuwa na karoho usiku, kila usiku akiamka asubuhi alikuwa nakuta hapo kwa kitanda kumeendwa kinyezi, mtu ameenda hapo haja kubwa. Sasa hakuwa anajua ni nani anafanya hili tendo. Na siku moja ama siku mbili, siku mbili ama tatu. Lakini kwa nyumba yake alikuwa ametafuta hizi posters. Unatafuta tu pisha, unakuja unaweka tu kwa wall. Kwa wall kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni mtu wa gayism. Ameweka tu, anasema ni ma celebrity. Na ameweka pale kwa wall. Kumbe huyu mtu, hii roho ilikuwa inatoka pale, inamuingia, anaenda haja usiku yeye mwenyewe hapo. Na anasema hajui ni nani na mlango haujafunguliwa wala dirisha haijafunguliwa. Kumtoa pepo ikasema kwamba kumbe hii roho inatokanga ndani yake yule mtu, kwa sababu ile roho ambayo iko yule mtu ni hiyo mambo ya gayism na mambo ya ushoga na hiyo mambo yote takataka. So hilo roho kumbe inatokanga ndani ya yule mtu, inakuja inaingia yule kijana. Why? Si akona alama zao. They have the light. Ni kama ulete nyungu wewe Mkristo useme hapa ulete nyungu ya mshawi kwa nyumba yako. Alafu unakuja hapa kanisani unasema mambo iko sawa. I'm telling you, umeattract vitu zao katika hiyo nyumba. They'll come for it. They'll come for it. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyumba moja nilikuwa nimeitwa niende nikaombe. Mtu anasumbuka usiku, ananyongwa na nini na nini na nini na vitu kama zile. Nyuma ya kioo, kwa nyumba zile huwa zinahangiwa kwa sababu alipata tu nyumba imetengenezwa kwa kioo ili kujiangalia. Nyuma ya kioo kumewekwa mifupa. Lakini usiku halali.
Kumbe kuna vitu zimewekwa pale na mtu anajua kila ambacho alichofanya. Ile roho ambayo ileta vitu kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So I want us to understand these things. Why God is saying some of the things don't do. He knows why he is saying don't do. Usifanye. Maana itavuta hiyo roho, itakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuwa mkifuata, kama mmekuwa mkijifundisha haya mambo. Mimi nimeombea hapa kama jishola tatu. These things to do with lesbianism. Nasema wanafuata alama ile amejichola ni yao. Na ndio maana watoto hata wakiingizwa katika mambo ya devil worshiping na mambo kama yale, hawajui wanaingianga vipi, lakini wamejipata, alipatiwa kitu tu, chain, pete, bango, zingine zinavaliwa kwa mguu, kitu fulani, kanguo fulani, kitu kama kile. Kutoka hapo, kwa sababu as long as ako na kitu chao, wako na right. Bwana Yesu asifiwe. And that's the most dangerous thing, Christians, because tunapuuza haya mambo, na ndio yanatusumbua wa leo hii. Bwana Yesu asifiwe. So nisome haya maandiko in the book of Revelation chapter number 9 verses 1 to 6. Ufunuo 9. Na ili ujue kwa nini shetani anakufuata, na ili tujiulize maswali, kwa nini Yesu anafika mahali anasema kwamba the prince of this world is coming but I have nothing of him, sina chochote chake anaweza kunidai. Sasa ili tujiulize, tunaweza kufika kila kiwango ya kwamba Yesu alifika mahali akasema kwamba the prince of this world is coming, lakini mimi sina kitu chochote chake anaweza kunidai? Sasa sijui kama shetani atakapokufuata, kwa sababu akiweka alama ya roho yote ndani yako, ndio unakuta mtu anasumbuka, mtu amesema ni Mkristo, lakini kuna roho fulani kamepandwa ndani yake, shetani alipanda ndani yake, anafuata katika maeneo, akitaka kumwangusha hayo maeneo, kwa sababu alimweka alama ya roho fulani ndani yake. Sijui kama unanipata. Tanipata tu, utasikia katika maandiko. Revelation takupatia ufunuo zaidi ili uweze kuelewa kwa nini Mungu anasema kwamba wale wote ambao wako na mark, this mark, there is judgment. And mark is not, don't only look at the soul symbols, don't only look katika hizo vitu ambazo zinaonekana, but a mark is a spirit. It represents, si ndio maandiko, utasikia maandiko itasema it represents a something, it represents that demonic spirit. Is only ni kalama tu mewekwa. Na watu wengi hawajui wako na alama tofauti tofauti. Kwa nini ni roho tu ya ulevi na kufuata? Kwa nini roho tu ya usharati na kufuata? Kwa nini mambo tu ya pornography na kufuata? Kwa nini mambo tu ya roho fulani ndio inakufuata? Ile alama ilitoka wapi? Kwa sababu ni kumaanisha kuna mahali walikuwekea hii alama na wanafuata. Kwa nini hii roho inafuata kizazi kupitia alama fulani? Even is a generational curse. Hii alama haiwezi kuonekana, lakini iko. So you have to think and deal with marks za kiroho, spiritual marks. Nisomea maandiko, Revelation chapter number 9 verses. Anzia kusoka mstari wa kwanza, nataka waelewe mpaka mstari wake wa 6. Basi tuende katika kitabu cha Revelation, mlango wake ni wa 9. Mlango wake wa 9. Revelation chapter number 9. Hii haina leta yako. Mlango wake ni wa 9, inasema hivi. Malaika wa 5 akapiga tarumbeta yake. Nami nikaona nyota iliyokuwa imeanguka toka mbinguni. Now I want to get this. Nyota iliyoanguka kutoka juu mbinguni nani? It's Lucifer. He fell from heaven. Okay? Haya. Nyota hiyo ilipewa ufunuo wa ile shimo. Ufunguo wa ile shimo. Alipofungua hilo shimo, moshi ukapanda kutoka humo kama moshi wa tanuru kubwa sana. Jua ya anga vikatiwa giza na moshi
uliotoka katika hilo shimo. Ndipo katika ule moshi wakatoka nzige wakaenda juu ya nchi. Nao wakapewa nguvu kama zile za nge. Nao wakapewa nguvu kama zile za nge wa duniani. Wakaambiwa wasidhuru nyasi ya nchi, wala mumea wala mti wowote, hali wadhuru tu wale watu ambao hawana muhuri wa Mungu. So see, I want to get this because tuiteremka hapo chini tasikia. See, only those that have the seal. A seal cannot be broken. Only wale ambao hao wengine wawe judged. Wasidhuru inchi, wasidhuru miti, wasidhuru kitu kingine. Ila tu wale ambao hawana the mark. No, they don't have the seal. Muhuri wake Mungu. Nisome teremka malizia. Mstari wa 5. Zige wakatoka katika ule moshi. Wakaenda juu ya nchi. Wakapewa nguvu kama nguvu. Mstari wa 5. Yes. Wakapewa amri kwamba wasiue, bali wateswe miezi 5. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge waumapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Sikia. Hapo juu tumesoma ya kwamba hii judgment ilikuwa imeachiliwa kwa wale watu ambao they don't have the seal of the Lord but they had a mark. Tasikia katika maandiko chapter number 14. So seal ya Mungu hukutenga. You know, wale ambao watu wanajua kuhusu seals, sijui kama mali inaweza kupata seal ya kitu ama muhuri wa jambo. Popote ambapo kuko na seal ukibreak ni kumaanisha kile kitu ambacho kiko pale ndani it is already tampered with. But where there is a seal, kama haijafunguliwa ni kumaanisha that thing is intact. Si ndio? Simu zako saa hizi, ukinunua simu saa hizi kuna kasiri kanawekwa. Ukiangalia kwa skuru zako zimefichwa na kitu kingine kamewekwa hapo juu, ili ya kwamba wakati utakapoipeleka kama imeguzwa imefunguliwa, hiyo kasiri itakuwa itakuwa imetoka. Vitu vingi ambavyo viko na zinachungwa sana na vitu kama vile unakuta ziko na seal. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia kwa mita yako Kenya Power iko na seal inakuanga hapo imeandikwa Kenya Power KPLC. If you break that, it means you have already tampered with that meter. Something have been done. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu tunapokuja kwa Mungu na kuisha okoka, huwa tunawekwa a seal through the blood. Na tunasoma katika maandiko in the book of 2 Timothy, usikie. God knows those who are his, and he has put a seal on them. They have a seal. Bwana Yesu asifiwe. They are sealed. Maisha yao, mienendo yao imefichwa, imefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. And we agreed from the beginning that ili alama ambayo Mungu utupatie ni vitu viwili ambazo huzungumza juu ya maisha yetu, the cross and the blood. Praise the name of the living God. Amen. Nisomee Revelation 7 verses 3. Revelation 7 verses 6. Verses 3. Verses 3. Yes. Bible inasema hivi. Akisema msidhuru nchi wala bahari wala miti hata mtakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipanji vya nyuso zao. Kwa hivyo kuna ile kipindi ambacho Biblia inaruhusu, inasema kwamba as long as wale watu wamewekwa siri ya Mungu katika nyuso zao. Tujuelewe hapa, shetani ataweka watu mark. It will be a mark. Tutasikia tofauti, tutasoma katika Biblia elewa tofauti. The devil
will use a mark symbolizing loyalty to him. God will put a seal to those who are his, and the judgment will be upon those who have the mark. And this mark is not only just a mark, but is a mark of the beast, and the beast represents the Lucifer. Nasimamia shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hilo inaweza kosa kuonekana. Na hata mimi sitarajii sana hili jambo la hii alama tutangojea tu watu watawekwa 666. Kwa sababu ukisoma hiyo maandiko vizuri utasikia inasema ya kwamba and this number is the number of the beast and the number of man. The number 6 represents the number of man and the number of the beast. So meaning it might not be a physical number. Mimi vile nimeona katika mambo ya deliverance, nimekuja kuolewa na kitu tofauti sana nimeona. It is a mark. Roho fulani itaegezwa ndani ya mtu, na hiyo roho ndiyo shetani atafuata. Kwa sababu Biblia inasema kwamba, tumesikia hapo katika maandiko, hukumu itakuwa kwa wale ambao hawana hiyo alama. Wale ambao wako na alama ya Mungu, the seal of the Lord, they will not be judged. Wataka kuniambia kuna namba nyingine Mungu atatoa ambayo tutakuwa tumekwa seal? There's no number. It's the cross and the blood. But the devil will be having marks ambazo ataweka watu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo katika dunia hii, kama taifa letu huwa linaangalia wakati mwingine, naona ile corruption iko katika taifa hili, and this is a demonic thing. Kwa sababu katika maandiko Biblia inakataa kuhusu mambo ya corruption. But in Kenya, hata ukienda wapi, sijui ni wapi, ni kinyozi tu haitishi hongo. Na ukienda upate mahali kuna foleni, bado utaambiwa kwamba kama kuna kitu kidogo. Saizi sijui ni wapi, sijui. Kazi kila mahali, paki gari makosa takufugia ama kila mahali. License haujaweka, tumalize hii kesi ama. Yani kila mahali. It's a mark of the devil. Okay. So these things ambazo zinatufuata, hizi mambo ambazo huwa tunazifanya, zinaachilia nini katika maisha yetu? Hukumu ya Mungu. Tofauti ya Mkristo, maana sasa nyote ambao pengine mko hapa mmeokoka, mko na seal ya Mungu. You have the seal of the Lord. Si ndio? You have the seal. You have the seal. You are sealed by the blood and the cross. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nisomea maandiko in the book of Revelation chapter number 13 verse 16. Mtanielewa tu, mtaelewa. Ili ujiulize kwa nini shetani ameinuka na binu. Mkijua hii anabadilisha, anaenda kwingine. Tuende katika kitabu cha Ufunuo, mlango wake ni wa 13, mstari wa 16. Yes, Biblia inasema hivi. Naye awafanya wote wandogo kwa wakubwa. Unaweza ruka tu mstari, rudi nyuma tu mstari wa 15 ili waweze kupata, ili waweze kuelewa kile ambacho Biblia inazungumzia. Tuanza mstari wa 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, na ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote wandogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vyao vya nyuso zao. Mstari wa 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Verse 18. Hapa ndipo penye hekima. Basi hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili, na aihesabu hesabu ya mnyama huyo. Hesabu za mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666.
66. Okay. Sikia hii kitu, relationship ambayo iko mahali hapa. So hii alama itakuwa kwa kila mtu. Inaweza kuwekwa kwa kila mtu, tajiri, maskini, yeyote yule. The other thing, Biblia inasema kwamba ni alama ya mnyama na ya kimwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So it is not targeting anything else. It is human. Ni nini ambacho kinaweza kutenganisha mwanadamu ni Mungu na Mungu? Kwa sababu tukisoma hapo nyuma inasema ya kwamba wote ambao wana alama hii, alama wote, judgment is upon them. What can cause Mungu ahukumu mwanadamu? Ni dhambi. Kwa hivyo ni roho ambayo inayosababisha kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu si mnyama atawekwa, ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So anything that is contrary, ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, roho ambazo pengine zinaweza kuwa chafu sana na tofauti sana ambazo zitakazofanya. Najua watu waliogopa ile namba ilikuwa inasemekana tutafanya, sijui ilikuwa inaitwa nini, the universal number ambao tulikuwa tupatiwe zote, na nasikia sasa serikali inataka kurudia hiyo September. I don't believe this is the thing, because this is just, si kila mtu akona simu, si kila mtu unakuta kila mtu akona simu, si kila mtu akona kitambulisho. Ukifikisha miaka 18 si uko na kitambulisho. This is not the thing. This is not the thing. It is something that we will do, men will do, that will be caused by the enemy. Na kila mtu atafanya hili jambo litakalosababisha hasira ya Mungu, kwa sababu asiyekuwa na hiyo alama, ako na alama ya Kristo, basi hata hukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo itakubidi uifanye ili uweze kutrade, ama uweze kufanya jambo lote uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. So it is not because the relationship is a number of the beast as a number of man. So ili mwanadamu survive, aweze kufanya lile jambo, lazima atahitaji kulifanya lile jambo aweze kusurvive. Lakini watakaoamua sitafanya, afadhali niende nikae kwa Kristo. Kuna kitu mimi najiuliza saa hizi katika yale mambo ambayo tuko nayo katika taifa la Kenya, katika taifa na katika mataifa yale mengine ambayo yako katika dunia hii. Juzi tumeingizwa kwa ajili ujanja sana mambo ya kusajili mambo ya LGBTQ. Kwa ujanja sana. Ujanja. But the thing is, it's a sin and it is an abomination before God, kwa sababu imekubalika. Nyinyi ni wazazi na mko na simu, na sisi mtupatie hizi simu zenu watoto wenu. Lakini ningependa tu usachi tu hiyo jambo. Na nyuki hii, zile group ziko saa hizi, ziko kwa Facebook. Okay, me I don't search because I'm interested, but I want to learn something. I want to understand what is happening. In Nanyuki today, I can tell you there are about 10 groups. Na hizi groups ziko na zaidi ya watu 2,000, 3,000. Na ningependa usearch katika wakati wako, enda kwa Facebook. Nyeri hii, if you search za Nyeri zile ziko na hizo mambo za wamekubali hizo mambo ya gayism, lesbianism, na kuna mako wanakutananga. There is where they meet. I'm telling you, it is more than 20 groups. Because waliruhusiwa kuassociate. To associate. So hii roho tayari imepata nafasi ya kuingia na tumeruhusu. Na wako na alama zao. Kitabu walikuwa ni kutoboa, sijui ni sikio la kushoto, left, because light symbolized drugs. Sasa unaanga mtu akivalia hizi pete, kwanza mwanaume umetoboa mashimo mawili. Hii nasema kwamba mimi am gay and mimi am person of drugs. Na hii sagging, by the way, this thing of kusag, sijui wanaume mlitoa wapi hii. Does it a symbol? Bwana Yesu asifiwe. Na nywele nyingine zinavaliwa, you know, they have their own haircut. They have it. Alafu na nyinyi mnakuja mnakatwa na mnacholwa huko. Without knowledge, they know their meaning. They know their business. They know what they are doing.
We have that mark and people wanasema ni sawa. Hii nywele inanyolewa hapa alafu inabaki hapa. Do you know what the meaning of that? Do you know they are sables? But for us, innocently, you get into it. Utasikia utajikata hiyo nywele alafu kifika hata unaambiwa, unakutana na mtu anakuambia anakufungia macho na ni dada kama wewe kwa sababu anaona kitu kinafanana chako. Mwanaume utakata hiyo nywele na utavalia hizo vitu alafu nasikia mwanaume mwingine. Wewe unafikia ni fashion, lakini unajua sio fashion. Ni sebo yao. Utasikia mwanaume udul na atapata na jamaa na kufugia macho. Nini? Kumbe umevalia vitu zinafanana na za. Unafanya vile vitu wanafanya, ni alama yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa unavaa innocently. Lakini kwa sababu hiyo roho ndio ita attract. Nakwambia kwa sababu kuna wakati nilikuwa navuta bagi kitabu, najua sikuzaliwa kama nimeokoka. Nakwambia hata ningeenda mji gani na mtu wa bagi, wale ambao wamevuta bagi hapo mnajua. Ukiingia hata town ya Nanyuki saa hizi, hawezi kuchukua masaa matatu bila kujua mtu anavuta bagi na hawezi kosa kujua mahali iko. Hawezi. Mimi hata kama unavuta bagi nitakwambia unavutaga bagi kwa sababu nilivuta. Na ninajua kitu kimoja huo mtu kinafanyika kwa bagi, mtu anavutanga bagi. They know. So mtu wa bagi anahitaji tu aingie Nanyuki leo na kesho atajua mahali kunauzwa bagi ni wapi na wapi na wapi. Na hata subuka. Wana alama zao. Wana njia zao. Wana jinsi wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wewe Mkristo sasa na uanze kufanya kile kitu ambacho kinafanywa. Kuna siku moja sijui ni nani amevalia nguo imewekwa hizo labels za hao watu wako nazo. Na naonga wakati mwingine huwa mnavalia tu ile majani. Alafu unavalia kaguo, ka socks, ka t-shirt. Bago imewekwa hiyo kitu. Wako na labels zao, si ndio? Ama msijui? Haya. Hawakuzaliwa hawakupitia mambo. Hamukukutana na mambo? Wako nazo. Ni vile sitaki kuchunguza sana. Maana ziko, badana zilikuwa na ziko. Sasa wamebadilisha zile rangi, lakini ile majani iko. Sasa ukivalia hiyo nakwambia, unaona mtu anakuambia anafikiria mko na hii kitu hawaitisha nagi kama sigara, unajua kwa sababu kuna vile mvuto yake inakuanga. Wala mlivuta bagi si mnajua. So they know, they have their language, they have their communication, they have their signs, they have their symbols. Bwana Yesu asifiwe. Nisome maandiko in the book of Luke, Revelation 14. Tarudi nyuma kidogo. Revelation chapter number 14. Revelation kuanza hapo mwanzo. Kisha nikaona tazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye. Mwenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti iliyosikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinumbi wakipiga vinumbi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kila kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wanne na wale wazee. Wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu maribuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Hawahubiri hao wakao nje ya nchi, na katika taifa na katika kabila na lugha na jamaa.
akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekunja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ulio mkubwa, maana ndiyo ulionywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya usherati wake. Basi sikia, kuna mambo hapa nataka uelewe. This demonic spirit, na hapo ndipo nilianza, that they have, okay, ulimwengu wa kiroho hatuwezi tukaona kwa macho haya. Vitu ambavyo viko katika ulimwengu wa kiroho hatuzioni, hazionekani kweli na macho, lakini hizi vitu ziko na mfano wake. Hazionekani kwa macho, lakini ziko na mfano wake. Jinsi shetani, kwa sababu shetani hajapata uwezo wa kuumba. Ile kitu ambacho shetani hufanya ni kucounterfeit, ni kufananisha na kile ambacho tayari Mungu ametengeneza, ameumba, anafananisha na kile, anakibadilisha. So Mungu ako na roho, usafi, utakatifu, hofu ya Mungu, na yale mambo hayaonekani kwa macho haya, lakini tunaona impact yake. Yako na alama yake. Kuna jinsi ambavyo yanafanana katika ulimwengu wa kiroho. Kwa nini Mungu anapokuzungumzia kuhusu takatifu anakuzungumzia na kitu safi, nguo nyeupe, hakuzungumzia na nguo nyeusi? Meaning sibo ya utakatifu ni weupe. Meaning katika ulimwengu wa kiroho shetani, hizi roho zote ambazo nazo zitumia, kuna jinsi ambavyo zilivyo. Nilipo nikasema wakati ambapo nitakuja kufundisha, kuja kuleta hiyo, nitakuletea hiyo shati, vitu zingine ni kuonyeshe na maana yake, ili uone sebo zingine watu wengine wanavalia na zinatumika. Kuna kile ambacho zinaachilia katika ulimwengu wa kiroho. When we see cross, we believe in reconciliation, forgiveness. They are sebo zingine wanavalia ni kuabudu nyota, kuabudu miezi, miungu ile ambayo ilikuwa inaabudiwa, kwa sababu hiyo ni alama yao. Bwana Yesu asifiwe. Hizi roho zote chafu ambazo tunazozungumzia, kuna jinsi zilivyo ulimwengu wa kiroho, zikiletwa ulimwengu wa kuonekana. Kwa nini ukizungumzia, ukiona Mungu, ukiona katika ndoto unaona vitu kama mbwa, kila wakati ni mbwa zinakukimbiza, mbwa zinakufuata, unajua ni roho ya usherati. That's a symbol. Kitu chafu, kitu hakijui adabu, kitu kiroho hikyo kichafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna ile symbol ambayo ina represent kitu. Ulimwengu wa kiroho, hizi roho zote shetani yako nazo chafu.